Tumsifu Yesu Kristo. Karibu tena ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika 26 ya mwaka C wa Kanisa. Katika Dominika ya leo tunakumbushwa juu ya hatari ya ubinafsi na kutowajali wengine, hasa wale maskini na wahitaji. Katika Injili ya leo, Injili Luka sura 16 aya 19 hadi 31, inatuletea simulizi ya tajiri na maskini Lazaro. Tajiri aliishi kwa anasa bila huruma kwa jirani yake aliyeteseka mlangoni mwake, na mwisho akajikuta amepoteza uzima wa milele. Dominika hii ni onyo kwa kila Mkristo na ni funzo kwetu katika kuimarisha imani. Tusije tukawa kama yule tajiri aishie kana kwamba hajui jirani yake maskini. Mungu anatualika kufungua mioyo yetu kwa huruma, kushiriki tulicho nacho na kuishi upendo unaoleta wokovu. Tujiulize katika tafakari hii, je, mimi najali jirani yangu anayeteseka, au ninaishi kana kwamba sioni hali yake? Karibu tusikilize pamoja na kutafakari kuelekea safari ya tumaini na wokovu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa na familia ya Mungu, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunapotafakari masomo ya Dominika ya 26 ya mwaka C wa Kanisa. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu daima anayetupatia nafasi ya kulipata na kulisikiliza hili neno la Mungu. Na kupitia neno la Mungu tumuombe atusaidie tuweze kumfahamu zaidi, lakini zaidi ya kumfahamu tuweze kuishi kadri ya neno lake linavyotutaka tufanye. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Amosi sura ya 6 mstari wa kwanza na mstari wa 4 mpaka wa 7. Kitabu cha Nabii Amosi sura ya 6 mstari wa kwanza na mstari wa 4 mpaka wa 7. Tusikilize somo hili. Ole wao wanaostarehe katika Sayuni, na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria. Ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemedari yenu, ninyi mnaokula wanakondoo wa kundi na ndama waliomo zizini. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Ninyi mnaokunywa divai katika mabakuli na kujipatia marhamu na kujipaka marhamu iliyo nzuri, lakini hawahuzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Basi kwa ajili ya hayo sasa watakwenda utumwani pamoja na wa kwanza watakao kwenda utumwani, na kelele za machezo za hao wanaojinyosha zitakoma. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu yangu, Nabii Amosi ni mmoja wa manabii wa Agano la Kale. Mfano wapo Agano la Kale manabii wengine, mfano Elia, Ezekieli, Isaya na kadhalika. Wengi wapo tu manabii wa Agano la Kale. Na nabii kwa wakati ule alikuwa ni mtu gani? Nabii alikuwa ni mtu ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anamtumia kutoa ujumbe wake kwa watu. Sasa katika muktadha, katika mazingira ya wakati ule ya Nabii Amosi, hali ilikuwa hivi. Kulikuwa na watu ambao walikuwa ni matajiri, lakini kwanza utajiri wao wanaupata kupitia njia ambazo ni mbaya, hasa kuwanyonya maskini. Mfano ukisoma kitabu cha Nabii Amosi,
hata ile mizani ya kupima vitu uzito na kadhalika ilikuwa kwa namna fulani inarekebishwa, uzito halali unaoonekana pale. Mpaka mtu angeweza kuuzwa kwa viatu, amekosa kulipa labda pesa anayodaiwa na kadhalika, basi anauzwa mfano. Kwa maskini walinyanyaswa, wanyonge walikuwa hawana sauti, walizidi kabisa kupata shida hao maskini. Sasa Nabii Amosi anatumwa na Mwenyezi Mungu kwamba awaonye hao watu kwamba wasipobadilika kweli watapelekwa utumwani kama adhabu. Lakini zaidi ya adhabu, hata wale wa kwanza watakaopelekwa utumwani na hao vile vile watapelekwa utumwani. Ndio maana unaona kwa mfano ile sura ya 6 mstari wa kwanza anasema, ole wao wanaostarehe katika Sayuni na wale wanaokaa salama katika mlima wa Samaria, wao wanaolalia juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemedali yenu, ninyi mnaokula wanakondoo wa kundi. Unaona hawa anaonyesha wazi kwamba somo hili kwa maneno haya ni watu ambao walikuwa ni matajiri. Lakini anasema hii kwamba zaidi kwamba ninyi mnaokunywa divai katika mabakuli na kujipaka marhamu au perfume nzuri, lakini hamhuzuni kwa ajili ya mateso ya Yusufu, maana yake watoto wale wa Mwenyezi Mungu, basi kwa ajili hao watakwenda utumwani pamoja na wa kwanza watakao kwenda utumwani. Kwa hiyo anatangaza hatari, anatangaza adhabu. Turudi katika maisha yetu ya kila siku, tunajifunza nini mimi na wewe? Hivi tukiangalia katika jamii yetu ya sasa, kuna watu ambao ni matajiri, ambao utajiri huo wameupata kwa njia za udanganyifu, na bado wanaendelea kuwanyonya maskini. Sasa jibu linaweza likawa ndio au hapana, kutegemea na sehemu uliyopo au kutegemea na uelewa wako. Hebu jiulize. Lakini swala la pili tujiulize sasa tuje kwetu. Hapo tulianza kuangalia watu wengine. Wewe hapo ulipo, kuna namna unatenda, kuna namna ambayo unaishi, lakini kwa namna fulani unawanyonya au unawanyanyasa wale walioko karibu nawe, wanaofanya kazi pamoja nawe, na hasa wanyonge. Inaweza ikawa labda unamfanya kazi, kwa mfano mchukue kwa mfano hao wafanyakazi wa nyumbani. Mara nyingi wamekuwa ni watu ambao wanalipwa mshahara mdogo sana. Unakuta mtu analea kwa mfano mtoto wako, anashinda naye, anampikia chakula, anampa maziwa na kadhalika, unashinda kazini siku nzima. Unaweza kuta mwisho wa mwezi unaweza kuta napewa labda 30,000 kwa mazingira kama ya sasa. Lakini jiulize, huyo ni kijana, binti au kijana anayemtunza mtoto wako mwenye thamani kubwa, na anaweza akafanya kitu chochote, hata kaondoa uhai wa mtoto wako wakati unapokuwa kazini, lakini unamlipa kiasi gani? Na ndio maana unaweza kuta kama wafanyakazi wa nyumbani, unamwacha na maziwa ya mtoto, yale maziwa anakunywa mtoto wako, anampa kidogo tu. Na wakati mnakuta kwa mfano wale watoto wenu unakuta pengine wananyanyaswa, anaweza akapigwa mtoto na akamwambia ole wako mama akija au baba yako akija umwambie nitakumaliza, na mtoto asemi chochote. Unatoka kazi unakuta katoto kamechukia au kadhofu, kanajifanya kucheka kwa sababu kanamuogopa huyu mfanyakazi ambaye amemtesa. Lakini wapo watu ambao wanawafanya kazi wa namna hiyo, wanafanya vizuri kabisa. Unakuta amekaa na mfanyakazi, baada ya hapa anampeleka chuoni au anampa mtaji kufanya biashara. Huo ndio binadamu. Ni watu wanaonekana ni wadogo, tunaweza tukawa tunawanyanyasa bila kujua. Mtu mwingine anasema mimi hata nikimpa mshahara kidogo, kwanza apangi chumba, anapata chakula hapa, kila kitu ni hapa, hata hizo 20,000 ni nyingi sana. Tuwe makini mishahara tunayowapa watu wetu na kadhalika. Au maeneo ya makazini, kuna watu wengine unakuta kweli ni boss, kwa maana ya bosi, wale wote walio chini yake anawanyanyasa, hakuna kuongea, ni fimbo ya chuma. Kwa hiyo tunapoangalia wale matajiri wa Israeli wakati huo, Mungu anaonya kupitia kinywa cha nabii Amosi kwamba ni matajiri wanaonyonya wengine.
tuwe makini, tusiangalie mbali kuwaona wale kwamba ni watu wabaya, lakini vile vile na sisi turudi tujitafakari tunafanya nini. Na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 16. Hapo Paulo anapomuonesha Timotheo jinsi inavyompashwa kuishi kama mtumishi wa Mungu. Na tukisoma somo hili ni nzuri sana. Tusome hapa, anasema, wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo, ukatafute haki, utawa, imani, upendo, saburi, upole. Ni maneno mazuri. Huu mstari wa kwanza, Paulo anamuonya Timotheo, anampa ujumbe. Wewe ni mtu wa Mungu, yakimbie mambo hayo. Mambo gani? Ukatafute haki. Haki ambayo inaongelea kwenye somo la kwanza, Nabii Amos anapowaambia matajiri mnafanya vibaya kuwanyanyasa wengine. Na hata sisi tutafute haki, tuwatendee watu haki, na sisi beve tutendewe haki. Lakini vile vile utawa, kuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Imani, tuwe watu wa imani. Ni wazi pengine imani yetu inanyumba nasa tunapokumbana na mateso, lakini Paulo na sisi anatupa ushauri tuwe watu wa imani. Upendo, sasa hapa upendo pengine niseme mengi, ni kitu ambacho kimezoeleka, lakini katika maisha ya kila siku pengine unaweza kukuta hatufanyi vizuri. Ndio maana siku moja nishawahi kuambia watu kwamba hivi ingeitishwa semina mahali hapo ulipo au mjini, kwamba jamani, kuna semina hapa ya kufundisha watu namna ya kupenda. Hivi tungelipata watu wengi au tungeliwapata wachache? Mimi kwangu nadhani tungeliwapata wachache. Watu wangesema tutafundishwa nini kuhusu upendo? Na ndio maana upendo ni kitu cha kawaida hivi, lakini au mtu anaweza tukakiongelea tukakitolea mafundisho, lakini sasa kukiishi ndipo kazi ilipolala. Saburi, upole, ni vitu ambavyo vya msingi. Lakini Paulo anaendelea kumwambia Timotheo kwamba piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Kupiga vita vizuri vya imani ni muhimu kwetu. Tukiyumba tutashindwa. Ni kama askari aliye vitani, shetani anatutafuta, tunapambana naye, kweli tuko vitani, inabidi tuwe na mikuki na ngao. Lakini mikuki na ngao kwetu ni sala na kushikamana na Mwenyezi Mungu. Lakini tuwe na maungamo mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya mashahidi. Lakini anasema na kuagiza mbele za Mungu anayevihifadhi hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale ya mbele ya Pilato Ponsio, kwamba ulinde amri hii pasipo mawaa, pasipo kukwama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ailinde ile imani bila mawaa, bila lawama, mpaka pale Yesu Kristo atakapofunuliwa. Ni mashauri mazuri tunayoalikwa. Lakini somo pia linaendelea. Ni kuombe ulimalizie, ulisome, utaendelea kupata kitu kizuri kutokana na somo hili. Ni Amosi sura ya 6 mstari wa kwanza na mstari wa 4 mpaka wa 7. Somo la Injili na lenyewe ni nzuri sana. Linatoka Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 19 mpaka 31. Luka sura ya 16 mstari wa 19 mpaka 31. Tusikilize somo hili la Injili. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro uwekwa mlangoni pake, naye ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake,
alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "E baba Ibrahimu, nihurumie. Umtume Lazaro achovye nche ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateseka katika moto huu." Ibrahimu akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumekuwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwetu wasivuke kuja kwenu." Akasema, "Basi baba, na kuomba utume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa nina ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso." Ibrahimu akasema, "Wanao Musa na manabii, na wasikize wao." Akasema, "La, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata kama mtu akifufuka katika wafu." Neno la Bwana. Somo hili ni zuri sana pia. Tunapoendelea na tafakari yetu, lina wahusika wawili, Lazaro pamoja na yule mtu ambaye alikuwa ni tajiri. Lazaro anaonekana ni maskini, ana vidonda, anaonekana hana thamani mbele ya tajiri huyo. Tajiri huyo anaonekana na kila kitu, anafanya sherehe, vyakula vingi sana, na yale kama mabaki basi ndio yanayoanguka chini, ndio Lazaro anachukua na kula, na mbwa wanalamba vile vidonda vyake. Unaweza ukapata picha jinsi umaskini wa Lazaro ulivyokuwa mkubwa, na upande wa mwingine tajiri yule alivyofurahia. Kwa hiyo tuseme kwa maisha ya duniani, Lazaro alikuwa ni maskini, tajiri anateseka, na tajiri sasa ni tajiri anafurahia mambo ya mbinguni. Wote wakafariki. Baada ya kufa, kibao kikageuka. Lazaro aliyekuwa anateseka duniani sasa yumo kifuani mwa Ibrahimu, anafurahia amani ya mbinguni kule, na yule tajiri sasa akaenda kupata mateso katika moto. Duniani alipata raha, lakini sasa kule anapata mateso. Inatufundisha nini? Inavyoonekana huyu tajiri amepata mateso kwa kitu ambacho si kizuri alichokifanya akiwa duniani. Na ni kipi? Uhusiano aliokuwa nao yeye na Lazaro. Huyu tajiri haielezwi utajiri wake aliupataje, ni wazi hatujui na tutaki kwenda huko, lakini jambo ambalo si zuri alilofanya ni kujenga ukuta kati yake na Lazaro. Yeye kufurahia maisha wakati anamuona Lazaro ni maskini, bila kumjali, bila kuona thamani ya ubinadamu wake, hata akamsaidia. Hilo ndilo kosa. Maisha yetu yakoje? Ni wazi katika mazingira yetu mengi lazima utakuta wahitaji. Je, tunawasaidiaje? Na Baba Mtakatifu ambaye kwa sasa ni Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliwahi kusema kwamba hakuna mtu ambaye ni maskini hivi kiasi kwamba hana cha kutoa, na hakuna mtu ambaye ni tajiri kiasi kwamba hahitaji kitu chochote. Unajua, tunapoongelea kwamba maskini, watu wengine wanakimbilia kusema kwamba basi mimi ni maskini kwa hiyo nisaidiwe, sawa. Au tunaposema hivyo ni kana kwamba tunaona wale watu ambao ni matajiri kwamba ni kama watu wabaya. Hapana. Wapo matajiri wengi ambao wana maisha mazuri na wana mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile wapo watu ambao ni maskini wa vitu, niseme maskini wa vitu, lakini mahusiano yao mbele ya Mwenyezi Mungu bado ni mabaya. Na wapo maskini pia ambao wanaonekana hawana kitu, mambo ya vitu vya kidunia,
lakini mahusiano ya Mwenyezi Mungu ni mazuri. Kwa hiyo unaona, unaweza ukapima mzani uko wapi hapo. Kwa hiyo Yesu anachotaka kutufundisha ni kwamba tuwe na mahusiano mazuri na wenzetu wenye uhitaji, tuwasaidie. Na labda tumalizie, tujiulize kwa mfano, yale matendo ya kimwili ya huruma unayatimizaje? Kwa mfano, na niseme tu mambo machache. Kwa mfano, kumwona mgonjwa. Ni lini mara ya mwisho umeenda hospitalini ukiwa huna ndugu yako au jamaa yako umeenda kuangalia wagonjwa? Ni lini? Au ni lini umefunga safari ukaenda gerezani kwamba naenda kuwasalimia wafungwa, wakati hakuna hata ndugu yako ambaye ndio unaenda kumwangalia? Unataka kusema mahali ulipo hakuna magereza? Basi hata kama alipo gereza, lakini na imani watu ambao ni wagonjwa wapo, na si lazima wao hospitalini, hata jirani. Kwa mtu mwingine unaweza kuwa unaishi na jirani yako, unajua ni mgonjwa lakini huendi. Vitu hivi vitafakarishe sana. Ndio maana Injili ya Mathayo ile sura ya 25 Yesu ametoa mtihani na majibu ambao si kawaida mtu kufanya mtihani wakati una majibu. Si kawaida. Yesu amesema, nilikuwa na njaa ukanilisha, nilikuwa na kiu ukaninywisha, nilikuwa sina mavazi ukanipa nguo, nilikuwa hospitalini ukaja kunitazama, nilikuwa gerezani ukaja kunitazama. Na mtu ambaye ataambiwa hivyo kwa wale waliofanya, ni lini tulifanya hivyo? Lakini Yesu anasema kwamba pale ambapo ulimtendea yule mdogo mambo hayo, ulikuwa unanitendea mimi. Na kweli pengine tutakuwa tunasahau, tunapotenda kama wema, wala pengine hatuoni kama ni Mungu moja kwa moja, tuoni kama tunamtendea Yesu. Ndivyo ilivyo hivyo. Lakini pale tunapofanya hayo, tunamtendea Mwenyezi Mungu, tunamtendea Yesu. Na pale ambapo hatufanyi, tujue kwamba tunatenda kitu ambacho tunamtendea Yesu. Hatufanyi kitu ambacho ni kizuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio hii ya tajiri huyu na Lazaro. Matendo yetu yakoje? Mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu yakoje na watu, na hasa kuwasaidia wahitaji? Akina Lazaro wapo wengi katika maeneo tunayoishi, na matajiri kama huyu tajiri wako wengi tu vile vile. Naona tujiulize sisi tuko wapi na tunaelekea wapi. Tutende haki, tusiwanyanyase watu ambao hawana uwezo pengine. Kutoka somo la kwanza. Somo la pili, Paulo anatuambia tuilinde imani. Tuwe na imani, tuwe na saburi, tuwe na upendo, tuwe na upole. Somo la Injili, tuwapende maskini, wale ambao pengine hawana mahali pa kushika. Tukiwa matajiri, au niseme matajiri, nikisema matajiri watu wanaweza kukimbia kwamba watu, hapana. Utajiri unaweza kuwa nao, unaweza ikawa muda wako kumwangalia mgonjwa au mhitaji, kumsaidia mtu, hata kwenda ukachota maji kama hakuna maji kwake, au kama ni vijini ukamtafutia mkaa au ukamletea kitu fulani au kuni. Huo ni utajiri unaokuwa nao, moyo wa mapendo, tuweze kuvifanya. Nikutakie neema na baraka unazohitaji katika maisha yako, na nazidi kukumbusha washikishe neno la Mungu wengine katika mitandao mbalimbali. Subscribe kama bado. Akubariki Mungu Baba Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.